Lengo kubwa la maonyesho haya ni kuchochea na ukuaji wa uchumi na kutangaza fursa zilizopo za kiuchumi katika mkoa wetu wa Mbeya na kanda ya nyanda za juu kusini kwa ujumla. Lakini pia kama ilivyo sifa ya nyanda za juu kusini, uchumi katika uzalishaji wa chakula na biashara tunafanya vizuri. Ukiangalia kwa mfano katika mkoa wetu wa Mbeya kwenye uzalishaji wa mazao ya chakula tunashika nafasi ya 3 kitaifa. Na kwenye uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara, kwa maana ya mazao ya biashara kwa ujumla wake, tunashika nafasi ya 3 kitaifa. Na mwaka 2023 tulipokea certificate chini ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia niseme kwamba kiuchumi katika uzalishaji mbalimbali unaofanyika katika mkoa wetu wa Mbeya umejikita kwenye nyanja mbalimbali, lakini kwa asilimia kubwa ni kwamba kwenye kilimo, kwenye ufugaji, kwenye uvuvi, kwenye biashara mbalimbali. Lakini sasa maonyesho haya mwaka huu yana kauli mbiu yake ambayo kukuza biashara na kujenga utajiri kupitia mtandao wa mahusiano. Na kwa nini tumetumia kauli mbiu hii? Kwa sababu wenzetu wa TCCIA kwa kweli wamekuwa makini sana kwenye kutafuta kauli mbiu nzuri ambayo inaakisi maudhui yaliyoko kwa sasa. Kwa hiyo ukiangalia kukuza biashara na kujenga utajiri kupitia mtandao wa mahusiano. Mahusiano ni kwamba tunapaswa sasa tuongeze mahusiano kati ya Mbeya na mikoa mingine kuweza kupanua biashara. Wenzetu kama wenzetu wa Mwanza wanafanya biashara fulani, basi sisi tunaweza kufanyana tukafanya mawasiliano, sisi tukapeleka maparachichi, wao wakatuletea bidhaa nyingine mfano samaki na kadhalika. Lakini tunaweza tukafanya mahusiano pia ya kibiashara na nchi zingine kama vile Ethiopia, nchi kama vile Kenya, Kenya, Uganda na nchi zingine, Malawi, Zambia. Tunafanya mahusiano haya ya kibiashara ambayo yanaweza kuleta tija kwenye mkoa wetu wa Mbeya na nchi yetu kwa ujumla. Lakini niseme tu kwa maonyesho haya yanatarajia kuhudhuriwa na wananchi wageni mbalimbali na mabalozi ya nchi jirani kama vile Malawi, Zimbabwe, Zambia, DRC, ambao waoneshaji zaidi ya 140 wameshathibitisha kuweza kuleta bidhaa zao ili tuweze kuzitembelea na kuziona, na wengine kuweza kukopa na kuweza kuzinunua na kuweza kufanya nao biashara, ambapo kwa namna moja au nyingine tunatarajia mafanikio makubwa. Lakini maonyesho haya yanatarajiwa kufunguliwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa, ambapo hapa alialikwa Profesa Kitila Mkumbo ambaye ndiye waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, na siku ya kufunga itakiwafunge Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Dr. Suleiman Jafo, lakini waziri wa Viwanda na Biashara huyu, ambapo matarajio yetu atafunga tarehe 31. Kwa sababu na maonyesho haya siku ya tarehe 26 Mei tunaandaa kongamano la uchumi la mkoa wa Mbeya ambalo litafanyika katika ukumbi wa Royal Tugimbe, kwa maana ya kwamba kuanzia saa moja, nadhani ni saa 1:30 saa 1:30 asubuhi, na fursa kwa wana Mbeya kushiriki katika kongamano hili la kujadili mikakati ya ukuzaji wa uchumi. Lakini pende kutoa rai kwa wadau wa sekta binafsi kuwataka kufanya maandalizi ya kutosha katika mahoteli yetu, sehemu za starehe, maduka na usafiri, kusiwe na malalamiko ya aina yoyote. Na tungetamani tupate wahudumu wazuri ambao wanaweza kuhudumu wakahudumia watu wetu wanaotoka maeneo mbalimbali ya nchi na nchi za nje, ili kuwe na ufanisi mkubwa zaidi na waweze kufurahia mazingira ya kuwepo hapa The Green City. Tunaomba sana ushirikiano wenu wanahabari, lakini pia vyombo vyote vya habari ambavyo vitakuwa vinaendelea kufanya kazi na sisi katika kipindi chochote ambacho cha Mbeya Expo ambao mwaka 2025. Na mwisho kabisa niwapongeze sana TCCIA kwa kuendelea kufanya kazi zao vizuri. Kwa kweli TCCIA Mbeya ni ya mfano. Ukiangalia maeneo mengine huko TCCIA Mbeya kwa kweli wanafanya kazi kubwa sana, huwezi kufananisha na maeneo mengine. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba tunawapongeza sana viongozi wote wa ngazi ya mkoa na hata na wilaya zake kwa kujitoa kwa wingi kuja kushiriki zoezi hili ambalo linaanza rasmi tarehe 23, ambapo hapo kesho na watu wataweza kushiriki kwa pamoja ili kuweza kuona kwamba na pale kuna kuoga na mambo mengi. Kwa hiyo ni vema watu wakafika, kwa sababu asiye na mwana wanasema aeleke jiwe, na bora ufike uone kuliko kusimuliwa. Ukisimuliwa utamu wake hutauelewa. Kwa hiyo ni vema uje kwenye Mbeya Expo 2025 katika viwanja vya Uhindini jijini Mbeya.
Na maonyesho haya yanahusisha watu kutoka maeneo mbalimbali, wengine ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo niwaombe wananchi wa lengo la wenzetu wa Mbeya mjitokeze kwa wingi kuweza kushiriki katika maonyesho haya ya kibiashara na viwanda yatakayofanyika katika viwanja vya Uhindini jijini Mbeya.